Kwa majina anaitwa Waziri Kuria, waziri wa biashara, utalii na utamaduni katika Nakuru County, na leo hii tuko hapa na washikadau wote wale ambao wanafanya katika hii sekta ya lika, na tulikuwa na mazungumzo mazuri sana kwa sababu kumekuwa na mambo kadhaa ambayo wamekuwa wakisema wangetaka kaunti ya Nakuru iweze kuwasikiliza na iweze kutatua. Na ya kwanza ilikuwa ni mambo ya leseni, na hiyo tumetatua na tumeweza hata kuongezea muda kwa sababu wamekuwa kisema ati kwamba wamechelewa sana. Kuna wale ambao hawajaweza kupata stakabadhi fulani kama invoice. Kwa hivyo tumeongezea muda wote wa April, wakuwe wameweza kujiandaa vizuri, walipe vizuri, nasi sisi kama county government tutaweza kuenforce kuanzia mwezi wa 5. Kwa hivyo hiyo ni ushindi mkubwa sana kwa watu ambao wanafanya katika hii sekta ya pombe. Ingine ambao wamekuwa kisema wanaongea kuhusu mambo ya location. Kuna wale ambao nama kuna mjadala, kuna wale ambao wanasema shule zilikuja katika biashara zao, nao pia nimewaambia vile ambavyo tunaweza tatua shida kama zile, na mambo mengi ambao wamekuwa wakera hata ya polisi. Pia tumeweza kuzungumza kuhusu mambo ya polisi kwa sababu wamekuwa kisema polisi wanaingia katika baa zao na wasumbua, na tumekuwa na wakubwa ama deputy police commandant hapa, na ameweza kusema kwamba wata create uhusiano mzuri sana sasa wakati tunaanza mambo ya enforcement, kwa sababu hatutaki watu wetu waweze kunyanyaswa. Serikali hii ya gavana wetu Susan Kihika, kile kitu ambao kubwa tunataka kufanyia watu wa biashara ni kuzidi kutengeneza mazingira bora ya watu kufanya biashara. Whether uko sokoni, whether unauza mitumba, whether uko katika maduka ama unafanya kazi ya pombe, tunataka kuhakikisha kwamba tunazidi kutengeneza mazingira bora ya watu kufanya biashara. Kwa hivyo hata watu washikadau ambao wanafanya kazi ya pombe ni washikadau muhimu sana, na mwaka uliopita, mwaka wa 2024, waliweza kuchangia pakubwa sana kwa mambo ya revenue. Kwa hivyo hata wakati huu lazima tuwashikilie mkono ndio kwanza kabisa waweze kutoa ushuru tena, na pia tuwalinde waweze kufanya biashara katika njia ambayo inastahili. Hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yalikuwa na uzito kidogo katika mkutano wa leo. Kwanza tuongee mambo ya shule. Kuna mjadala kwa sababu pombe haifai kuuziwa karibu na shule, haifai kuuziwa karibu na facilities za healthcare, na ule mjadala ambao umekuwa katika mkutano wa leo tumekuwa tukiulizana watu ambao wanafanya hii biashara wanauliza swali rahisi sana na ninaelewa. Kuna wale ambao wanakuja, kuna shule ambazo zinafunguliwa karibu pia na hizi wale ambao wanafanya kazi ya pombe, na pia kuna zile health centers ambazo zinafunguliwa katika maeneo ambao wanafanya kazi ya pombe. Lakini pia tunashukuru kwa sababu sheria sasa inanipatia mimi kama waziri wa biashara hiyo liwe, ninaweza kuangalia ni nani, ninaweza kuangalia haki mahali ambapo inatokea, na tuweze kutendea pia watu wote haki. Watu ambao wanafanya, watoto wetu ambao wanasoma katika mashule yetu wapatiwe haki yao na nafasi yao ya kusoma vizuri katika mazingira bora, na pia watu ambao wanafanya kazi hii ya pombe waweze pia kufanya kazi na katika njia nzuri na mazingira bora ya utendakazi. Ingine ni kuuliza mambo ya revenue. Last year tuliokota zaidi ya milioni 137. Hata tulipitisha viwango ambavyo tulikuwa tumeweka target. Kwa hivyo hii inaonyesha ile kazi ambayo governor alifanya last year ya kuleta licenses zote pamoja imesaidia sana pia katika uokotaji wa liquor licenses. Kwa hivyo tunashukuru sana. Serikali hii yetu tunaona bado inafanya kazi vizuri na kuhakikisha kwamba tunaokota revenue na pia tunalinda biashara za watu. Kabisa ningependa kusema hatujaongeza. Sasa vile ambavyo tunaongea na nyinyi, hatujaweza kuongeza leseni kwa sababu hatujatengeneza sheria mpya. Sheria ambayo tunatumia ni ya 2023 Finance Act. Na sasa hivi tu katika process ya kutengeneza tena Finance Act ya 2024. Na nia ya gavana wetu Susan Kihika sio kuongezea leseni kwa mtu yoyote. Kwa hivyo tutazidi kumaintain zile charges na kuhakikisha kwamba hatuongezei leseni kwa watu wetu, kwa sababu pia tumesikia wanabiashara wanalia sana, wanasema biashara kidogo ziko chini, na kwa sababu sisi ni serikali ambayo inasikiza wananchi, hatutaongezea leseni kwa mtu yoyote. Leo tumekuwa na chairman wote wa county yetu kutoka sub county zote 11, na pia kando na chairman tumekuwa na uongozi wote wa kila sub county, na pia wanabiashara wenyewe wamekuja leo kujiwakilisha ili kuleta
malalamishi yao, na zile ambazo malalamishi ambayo tumeweza kutatua tumeyatatua, na mengine sasa tunaenda kuketi chini na uongozi wa chama hiki cha Bar Association ya Nakuru ili tuhakikisha kwamba tunatatua zile shida ambazo zimeweza kujitokeza. Kwa majina naitwa Maina Magajo, chairman wa Nakuru West Bar Owners. Ya kwanza ningetaka kurudishia gavana shukurani, sababu yetu tulikuwa tumerequest tunataka kumuona, lakini ametuma waziri wake akakuja kumrepresent, na mpande wa fedha pia ametumana, na tumepeana mahitaji yetu yote, na tumesikizana na waziri na ametuahidi atatimiza. Kwa hivyo hatuwezi lalamika, sababu zile tulikuwa nazo, matatizo tulikuwa nazo, ametuahidi ataangalia zote. Upande wa national government kulikuwa na representative wa kutoka county commander, na yeye pia ametuahidi ile yote tulikuwa naye malalamishi, na yeye pia atatimiza. Kwa hivyo tungetaka tu kushukuru county government, president, national government kwa kuchukua mahitaji yetu maanani, na wakakubali watatutimizia. Kwa hivyo sina mengi, ni shukurani tu, na sasa tugoje yenye itatimizwa na yenye haitatimizwa, na tumeagana tutazidi kukutana na yao. Insecurity iko baya, na tukiomba national government jaribu kufanya kitu, sababu kama kwetu sasa imefika pahali saa 3 customer hawezi kaa. Ukikuja saa 3 customer wameenda wote. Hata customer wangu juzi tumezika last month, saa 2 alidugo kisu na tukamzika, na hata sio mrevi, ameenda saa 2, alikuja tu akaona news na akatoka. My best friend and a customer tumemzika last month hapa Bahati. Kwa hivyo insecurity is very high, although naye yule sisi tukanaye anajaribu sana, anapigana na hawa sana. Our OCS is very active. Ukipiga tu simu akai lazima akuje, although speed naye namasikia ameenda transfer, sijui taletoa nani, but they were coordinating. Hata mimi mwenyewe ni kamati ya security Nakuru West. Kwa hivyo insecurity sio mzuri. Kwa majina naitwa Michael Kamau Keiro. Mimi ndiye mwenyekiti wa sub county Naivasha, upande wa mikahawa na upande wa bar. Ninaongelelea kidogo kuhusu biashara ambayo imekuwa ngumu sana upande wa bar. Sisi ndiye tumekuwa mstari wa mbele kulipa ile license, imekuwa bei kali. Na leo nashukuru ni kwa sababu leo tuko na wasiri upande wa Nakuru na tumeweza kujadiliana kuhusu ng'ambo. Mimi kama sub county chairman upande wa Naivasha ambaye amenitatiza kuhusu bar moja ambayo imefunguliwa na watu wa prison. Uchunguzi wetu umedhibitisha hiyo club sio ya prison ama Defco, ni askari wameshikana na wameifungua. Na ile kitu ningeomba upande wetu, waziri wetu wa trend, hatutaweza kukua tunalipa license na serikali ambayo tunatoshwa kodi ili tuweze kuwalipa, na wao wameingia kwa hiyo biashara. Hivyo tunaomba kama ni Defco sisi hatufungi, iingie ndani kwa canteen, lakini ukienda hiyo iko prison, iko kwa gate upande wa nje, iko 60 meters kutoka kwa rami. Wakati wa safari rally kumekuwa na accident kama 4 watu wakitoka hapo nje, na hivyo tunaomba waweze kuirudisha ndani ama waweze kufanya biashara. Naomba waziri wetu wa trade, kama wafanyabiashara wengine wanakata license, hata hawa waweze kukata license. Kama hawataweza kukata, na warudisha ndani. Nimekuwa na kikao na wakubwa wa polisi Naivasha juzi, na tukawaitisha baka budget. Hakuna vitu ya serikali inajengwa bila budget. Tukawaitisha ile budget ilijenga hiyo canteen, na wakanidhibitishia ni wao walitoa mfuko wa askari, wakatoa 40,000 wakaweza kujenga. Kwa hivyo hiyo waziri wa trade, tumedhibitisha ukweli hiyo kitu ni ya watu wenyewe. Ukienda hapo ukunywe pombe ama ukule chakula, till inatoa jina ya mtu ambaye jina lile tuna uchunguzi wetu. Wale watu walifukuzwa hapa showground ya wamefamia Naivasha na wameingia pale. Ukienda Rogonot kuna watu wa stock theft, hiyo kilabu iko hapo wanauzia watu upande wa nje. Ukienda pale Karakta pia kuna watu wa KWS. Hivyo tunaomba waziri wetu wa trade washughulikie, na ninashukuru waziri wetu wa trade kwa sababu katika kikao yetu ya leo pia na wanabiashara wenzetu ametuambia kesho tunaamkia ili akaweze kufunga hiyo kilabu hiyo. Nachukua nafasi hili kushukuru Governor Kihika na wenye walitumwa wote, na tuambie sisi tutalipa. Jambo la pili, pia nimekuwa moja wa wenye wameombea watu wa Naivasha kupewa mwezi moja, na waziri wetu ameweza kutupea mwezi moja
ili kutuongezea tukue tumejiandaa. Hivyo nashukuru sana.